الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم من البدع والضلالات. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد. يقول ربنا تبارك وتعالى: وتزاودوا فإن خير الزاد التقوى. Baada ya kumuhimidi Mola Tabaraka wa Taala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninawahusieni na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha na kumwabudu Mola Tabaraka wa Taala. Hakika taqwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo zawadi bora ambayo mja atakuwa ni mwenye kujiandaa nayo anapokwenda kukutana na Mola Tabaraka wa Taala. Amma maudhui ya khutba yetu ya leo, ikiwa ni khutba ya pili katika mwezi huu wa Ramadhan, insha Allahu Taala khutba yetu ina kichwa ya habari, yani maudhui yake inasema: umefunga Ramadhani ngapi na huko nyuma ulifunga na wangapi? Naam, iko kipengele muhimu ndani ya maudhui hii, ni kwamba iwapo ulikuwa umefunga Ramadhani 10 au 15, ni miaka mingi ambayo umepitisha huko nyuma, ni siku nyingi ambazo zimepita, ni wakati mingi ambayo imepotea. Kwa hiyo kuna jambo muhimu inaingia ndani ya maudhui hii, ni kwamba wakati ambao ulikuwa umepita wote hauwi ni wenye kurudi. Dhalika anna kulla yawmin yamdi yuqarrabu al-insanu ila ajali, ni kwamba kila wakati ambayo umepita kwa huyu mwanadamu, kila wakati ambayo ulikuwa umepitisha huko nyuma, ajali yako inakuwa ni yenye kukaribia, siku yako inakuwa ni yenye kukukaribia. Wayubaiduhu an dunya, na umri yako inakuwa ni yenye kuisha na unazidi kukurubia kuondokea katika dunia yako. Faidhan falyuhaqqiqil insanu fi nafsihi saada, basi kwa sababu hiyo, kwa sababu ya kuwa kila siku inayoondoka itakuwa ajali yako inakuwa ni yenye kukaribia, kila siku inayopita au kila mwaka unaopita dunia yako unakaribia kuiondokea.
Kwa hiyo inapaswa kwa kila Muislamu au kwa kila mwanadamu, fa an yuhaqqiqa al-insanu sa'adata nafsihi, kuhakikisha kwa mwanadamu awe ni mwenye kuleta au kutafuta furaha ya moyo wake. Hakuna anayeipa furaha moyo wako isipokuwa wewe, na nafsi haiwi ni furaha, haiwi ni yenye kuishi na amani iwapo haiwi ni yenye kuishi kwa uchamungu na kwa kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam, na sio tu wema wa dunia, awe ni mwenye kutafuta furaha yake ya duniani pamoja na akhira, qabla an ya'tiya yawmu la yanfa'u fihi an-nadam, kabla haukufikiwa na siku ambayo haitokuwa ni yenye kukupa manufaa, majutio ambayo utakuja kuwa ni mwenye kujutia. Ndugu zanguni katika imani, hapo ndipo swali linaingia: ulifunga Ramadhani ngapi na ni wangapi umefunga nao? Huko nyuma katika mwaka wako uliopita wote ulikuwa ukifunga Ramadhani, wote ulikuwa unaishi na wapenzi wako ambao mulikuwa pamoja kwa kila hali, ulikuwa naye katika dhiki na faraja, lakini leo utakuta hayupo na wewe. Ni kumaanisha ya kwamba umri yake ulikwisha na wakwako unaendelea kuisha. Kila asubuhi ya Mungu inapoamka inakuwa ni yenye kuondoa umri yako kwa upande wako, kama vile yule mwingine alivyokuja na akawa ni mwenye kuondoka. Kila mwaka yafunga ya Ramadhani unaofika, ndiyo kadri ajali yako inakuwa ni yenye kukaribia. Basi ni juu yako kustafidhi na hizi siku muhimu kama hizi, ili uwe ni wenye kumrejea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala asema: ya ibn Adam, ewe mwanadamu, innama anta ayyamun, hakika yako wewe ni masiku. Innama anta ayyamun, hakika yako wewe ni masiku. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, kila siku ambayo siku inaondoka, basi sehemu ya maisha yako inakuwa ni yenye kuondoka. Naam, innama nahnu ayyam, hakika yetu sisi ni wakati, hakika yetu sisi ni masiku, na kila siku ikiondoka, sehemu yetu ya maisha yetu imekuwa ni yenye kuondoka. Kwa hivyo ndugu zanguni, ni kutuamsha, ni kutunabahisha, ni kutukumbusha ni vipi sisi ni wapita njia katika ulimwengu huu. Kwa hivyo kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duna, kila siku ambayo inapambauka ya Mungu ikiondoka, masaa tu yakisonga, basi sehemu yetu ya maisha inakuwa ni yenye kuondoka. Asema moja katika watu wa hikma, ad-dunya thalathatu ayyam, anasema kwamba dunia ni siku tatu. Maisha hii ya dunia ni siku tatu peke yake. Yaumun mada fala yaud, siku ya kwanza imekuwa ni yenye kuondoka na haiwi ni yenye kurudi, imeshaondoka, imeshapita. Umefunga Ramadhani 10 huko nyuma, umefunga 5 huko nyuma, umefunga 2 3 huko nyuma, hiyo imeondoka, haiwi ni yenye kurudi. Hebu fikiria miaka za huko nyuma, kuanzia miaka ya 60, miaka ya 70, miaka ya 50, huko nyuma ziko wapi? Zimekuwa ni zenye kuondoka. Saa hii hata mwaka wa 25 uliopita hauwi ni wenye kurudi, umeshapita. Tutaendelea na 26 tufike 27 mpaka 3000 huko. Kwa hivyo huyu mwenye hikma anasema yaumun mada fala yaud, siku moja, dunia ni siku tatu,
Siku ya kwanza ni siku iliyopita, hiyo imeshakwenda, haiwi ni yenye kurudi. Wa yaumun anta fihi faghtanimhu, na ni siku ambayo wewe uko ndani, ndio siku ya pili ya dunia. Hii siku ya leo wewe uko ndani, ndio huu uko naye, basi faghtanimhu, faidika na hizi siku ulio nayo. Ramadhani zilizopita hazirudi, zimeshakwenda, lakini Ramadhani ya mwaka huu uko ndani sasa hivi. Hauna uhakika, hauna garanti ya kwamba utakwenda kufika kesho au utakwenda kumalizia Ramadhani hii. Basi hii ni siku ya pili ya maisha ya dunia, faidika nayo ni wakati uliopo. Ama asema wa yaumun, siku ya tatu ni siku ambayo la tadri anta min ahlihi am la. Siku ya tatu ni siku ambayo wewe iko mbele yako, haujui kama utafika au utakuwa ndani ya ardhi. Siku ya kesho, Ramadhani ijayo, hauna uhakika kama utakwenda kufika. Hiyo ni kubahatisha, hakuna garanti. Maneno ambayo ni hikma kabisa. Istafidhi na Ramadhani hii ambayo uko ndani yake. Waqala Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Jawzi rahimahullah anasema ma min yawmin yanshaqqu fajruhu, hakuna siku ambaye itakuwa ni yenye kupambauka alfajiri yake, illa wayunadi, isipokuwa inakuwa ni yenye kuzungumza. Hakuna asubuhi ya Mungu inayokuwa ni yenye kupambauka isipokuwa asubuhi hiyo, alfajiri hiyo inakuwa ni yenye kuzungumza. Inasemaje? Yabna Adam, ewe mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi ni kiumbe kipya. Wa ala amalika shahidun, mimi siku hii ya leo nitakuwa ni mwenye kushuhudia matendo yako. Fatazawad minni, faidika na mimi. Fa inni la a'udu, hakika yangu mimi sitorudi, hakika yangu mimi sitorudi ila yaumil qiyama, mpaka siku ya Kiyama. Ibn al-Jawzi anatuambia asubuhi tu, alfajiri ikipambauka, siku hiyo inazungumza na mwanadamu, itamwambia ewe mwanadamu, innama ana khalqun jadid, hakika yangu mimi ni siku mpya, ni kiumbe kipya, na hakika yangu mimi nitakuwa ni mwenye kushuhudia matendo yako, na wala mimi faidika na mimi kwamba mimi sitokuwa ni mwenye kurudi mpaka Kiyama itakaposimama. Hakuna siku itakayotokea tarehe ya leo, siku ya leo haiwi ni yenye kurudi. Allah anasema kulla yawmin huwa fi aish, huwa fi shan, kila siku iko na mambo yake, kila siku iko na mambo yake tofauti. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ametuumba ili tupitiwe na siku, na siku inayopita haiwi ni yenye kurudi mpaka siku ya Kiyama. Naam, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema idaatul waqti, kupoteza wakati uliopo. Achana na wakati uliopita. Ramadhani uliopita ni mingi mno, lakini asema Ibn Taymiyyah idaatul waqti, kupoteza wakati uliopo, ashaddu min almauti, ni mbaya hata kuliko kifo. Kila mmoja wetu leo ataogopa kifo, lakini mwanachoni huyu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anatuambia idaatul waqti, kupoteza wakati uliopo, kuutumia vibaya wakati uliopo, kutokujali wakati uliopo. Anasema ashaddu min almauti, ni hatari hata kuliko kifo. Naam, lianna ida'ata alwaqti taqta'uka 'ani Allahi wad-dar al-akhirah, kwa sababu anasema kutumia au kupoteza wakati wako inakuwa ni yenye kukuweka mbali
na taa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na kuitafuta maisha ya akhira. Dakika moja unayoipoteza kwa kumuasi Allah, dakika moja unayoipoteza kwa kucheza, dakika moja unayoipoteza kwa mambo yasiyokuwa na maana, ina dhamana, ni hatari hata kuliko kifo. Ni bora kifo kuliko kupoteza hiyo dakika moja, kwa sababu Ibnul Qayyim anasema ya kwamba dakika hiyo moja, anasema inakuwa ni yenye kukuweka mbali na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala na kutafuta maisha ya akhira ya kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam, anasema ya kwamba wal mautu, lakini mauti yaqta'uka 'ani dunya wa ahliha, lakini mauti fulani amekufa, huyo ameondokea dunia na wale waliopo duniani. Lakini dakika moja unayoipoteza inakuweka mbali na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala na taa ya Mola Subhanahu wa Taala. Naam, ni kwamba wakati huu ambaye tupo wa Ramadhan tunatakiwa tustafidhi kwacho, tusiwe ni wenye kupoteza hata kidogo. Maa hadha kulluhu fa aktharu nnasi la yaarifuna qimata alwaqt, lakini pamoja na hao wengi katika sisi hatuwi ni wenye kufahamu qima ya wakati, bal yudayiunahu fima la yanfa, lakini bado katika mwezi huu hatuwi ni wenye kuzingatia wakati, hatuwi ni wenye kufaidika na mwezi mtukufu kama huu, tunakuwa ni wenye kupoteza kwa mambo ambayo hayakuwa ni yenye faida. Al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala anasema ya kwamba raaitu umuma al-khalaiqi yudafi'una az-zamana daf'an ajiban, alisema kwamba mimi nimeona wanadamu wa zama hii wanakuwa ni wenye kupigana na zama vita iliyokuwa ya ajabu kabisa. Asema walimwengu wa leo nimewaona wanakuwa ni wenye kupigana na ulimwengu vita vya ajabu. Naam, asema kwamba intala al-lailu, iwapo usiku utakuwa mrefu, fabihadithi la yanfa, wanazungumza mazungumzo yasiyokuwa na faida. Inapofika usiku umekuwa mrefu, wanakuwa ni wenye kukesha na mambo yasiyokuwa na faida. Naam, wa in tala an-naharu fabin-naumi, lakini inapofika mchana wanakuwa ni wenye kulala. Ndugu zanguni, wema waliopita, salafu salih, katika masalaf wapo waliokuwa wanahitimisha Qur'ani kwa siku moja, wapo waliokuwa wanatimiza Qur'ani kwa siku tatu, wapo waliokuwa wanaotimiza Qur'ani kwa wiki moja mara moja. Hao walikuwa wanaijua thamani ya akhira, hao walikuwa wameelewa ni kwa nini wako duniani. Lakini vipi mimi na wewe tunabahatika kupata mwezi kama huu, hata Qur'ani hatuna wakati nayo, hata ibada hatuna wakati nayo, hata usiku hatuna muda bado. Tunakuwa ni wenye kupoteza muda wetu kwa mambo haya ambayo hayana thamani. Ndio Ibnul Jawzi anasema walimwengu wa zama hii yudafi'una az-zamana daf'an ajiba, walimwengu wa leo wanakuwa ni wenye kupigana na ulimwengu vita ambavyo ni vya ajabu kabisa. Ndugu zanguni, hawi ni mwenye kuelewa umuhimu wa wakati, hawi ni mwenye kufahamu umuhimu wa mwezi huu, isipokuwa yule ambaye moyo wako upo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa yule ambaye moyo wake imekuwa ni yenye kufungamana na akhira, isipokuwa yule ambaye ameielewa au ameelewa qima ya dunia ni kiasi gani na qima ya akhira ni kiasi gani.
Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala asema a'azzu malil insani umru, asema kwamba mali bora aliyenaye mwanadamu ni umri wake. Sisi tunachojua ni kwamba fulani ako na apartment ya kiasi fulani sehemu fulani, fulani alijenga gorofa ya aina fulani sehemu fulani, fulani yuko na ardhi ya kiwango fulani au ekari fulani sehemu fulani. Hiyo ndio tunayojua ni kitu ya thamani. Lakini mwanachuoni huyu anatuambia a'azzu malal insani umru, asema mali ya thamani kwa mwanadamu ni umri yake. Wal ajabu anna al umra huwa arqasu ma yahtammu al insanu bihi, lakini asema jambo la ajabu, hiyo umri ambayo ndiyo mali ya thamani kwa mwanadamu huyu, lakini hiyo ndiyo imekuwa au umri ndiyo umekuwa kitu ambacho ni cha kuchezewa. Mtu atakwambia ile biashara yangu ya sehemu fulani sitaki mchezo naye, hiyo ndiyo maisha yangu. Lakini tunasahau ya kwamba umri yetu ndiyo mali ya thamani kwetu. Wakati wetu huu ambayo tupo ndani ya mwezi huu ndiyo wakati wa thamani kwetu. Anayekuwa ni mwenye kumuasi Allah anaelewa kwamba yuko na makosa mengi, lakini anasema nitatubia wakati mwingine, nitafanya hivi na vile, si nitatubia tu. Haswa wale ndugu zetu ambao wanakuwa na payslip kwa serikali, wanakuwa ni wenye kuchukua malon ambazo ni za riba, wanasema kwamba si fulani amechukua na mimi nitachukua, nikimaliza nitatubia tu. Utatubia lini? Umeacha mali ya thamani ambayo ni umri wako, umeacha mali ya thamani ambayo ni wakati uliopo, umeacha mali ya thamani ambayo ni ibada, ni mwezi wa Ramadhani uliopo ndani yake ni mwezi wa ibada, lakini unakwenda kukimbilia maangamio. Ndugu zangu ni katika imani, mwanachuoni huyu anasema, lakini anasema wal ajab anna al umra huwa arkhasu ma yahtammu bihi al insan, lakini anasema katika umri ambayo ni kitu ya thamani ndiyo kitu ambayo imekuwa ni yenye kutumika kiholela. Dakika moja ni umri wako, sekunde moja ni umri yako, siku moja ni umri wako, miezi ni umri wako, au miaka ni umri yako. Haujui umri yako ni kiwango gani. Istafidhi na wakati huu ambayo uliopo, achana na wakati ujao usiojua. Naam, Allah tabaraka wa taala anasema hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Mwanadamu huyu awe na mali kiasi gani, awe ni milionea, awe ni bilionea, awe ni zaidi ya bilionea, anapokuja siku ya Kiyama hawi ni mwenye kulilia mali yake, hawi ni mwenye kulilia zile apartment zote alizoziweka, zile estate zote alizozijenga, hawi ni mwenye kulilia. Sikia Qur'ani nasemaje, hatta idha jaa ahadahumul maut, Allah anasema mpaka mmoja wao anakuwa ni mwenye kufikiwa na mauti, qala rabbi irji'un, akasema ewe Mola wangu nirejeshe nyuma, nirudishe katika maisha, kumaanisha nipe umri mwingine ya Rabb, la'alli a'mal salihan, ili nipate kutenda matendo mazuri, fima taraktu, juu ya yale niliyoyawacha. Qala ya laitani qaddamtu lihayati, anasema laiti ningerudishiwa uhai wangu nikarudi huko duniani. Naam, la'alli a'malu salihan fima tarakt, ili nipate kutenda matendo mazuri yale ambayo nimekuwa ni mwenye kuyawacha. Kwa nini mwanadamu halili mali? Kwa nini mwanadamu halili vitu ambavyo alikuwa ameinvest kwa maisha yake?
lakini analilia nyakati aliyoipoteza. Hapo ndipo maudhui swali inakuja, ni Ramadhani ngapi iliyotupitia? Je, tuna uhakika tutafika Ramadhani ijayo? Basi kwa nini tuje kujutia wakati tulionayo ndiyo wakati bora ambayo sisi tunafaa kurejea kwa Mola wetu na kufanya ibada kwa wingi na kuzidisha msimamo ndani yake. Ndugu zangu ni katika iman, waja wa Allah tabaraka wa taala, umri yetu ni kitu ya thamani, ni kitu ambacho hatufai kuichezea hata kwa bahati mbaya. Dakika zinazopotea ambazo hatumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Ramadhani natupitia, hatuwi ni wenye kukithirisha sijda wa kumsujudia Allah tabaraka wa taala. Usingizi usiku mzima, mazungumzo mchana mzima, hatuwi ni wenye kufaidika na funga yetu hata kidogo. Ni kwa nini? Ni wangapi tulikuwa tumefunga nao Ramadhani zilizopita, na saa hizi wako wapi? Vipi mimi na wewe? Huko hatuelekei. Kuna haja ya kurejea kwa Mola tabaraka wa taala. Ndugu zanguni, inna min a'dhamil ghabani an yusbiha al-abdu wa yumsi wala yazdadu min Allahi qurba. Ndugu zanguni, kitu ambacho ni cha hatari, kitu ambacho ni mbaya kabisa, hasara iliyokuwa kubwa kabisa, ni mwanadamu amepitwa na dakika moja, hakuweza kuitumia ile dakika. Amepitiwa na mwezi mmoja, hakuwa ni mwenye kutumia ile mwezi. Amepitiwa na mwaka mmoja, hakuwa ni mwenye kutumia ule mwaka kwa kujikurubisha kwa Mola tabaraka wa taala. Naam, wala fi sahifatihi amalan salihan. Siku ile, dakika ile, masaa ile, mwaka ule ukawa ni mwenye kupitia, lakini katika mwaka huo au katika mwezi huo au katika dakika hiyo hajawa mwanadamu akawa ni mwenye kuweka matendo mazuri ndani ya kitabu chake cha matendo. Alam yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani Abu haujasikia hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallam? Au hakusema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ni'matani, neema mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, imekuwa ni yenye kusahauliwa na wengi katika watu. As-sihhatu wal faragha, ni siha, afya na nafasi. Ndugu yangu Muislamu, umefika katika mwezi huu, upo ndani ya mwezi huu. Leo ni siku ya 10 katika funga yetu, mwezi umekuwa ni mwenye kuisha. Allah anasema ayyamun ma'dudat, ni siku za kuhesabika, na kila kitu ambacho kinahesabiwa huanga inakuwa ni kitu ya kuisha haraka. Sasa basi, uko na nafasi katika mwezi huu, uko na afya katika mwezi huu. Kwa nini Muislamu usifanye mwezi huu kuwa ni mwezi wako wa mwisho? Kwa nini usifanye Ramadhani ya mwaka huu uwe ni Ramadhani yako ya mwisho? Kwa nini Ramadhani hii isiwe ni sababu? Kwa nini mwaka huu usiwe ni mwaka wa wewe kumkurubia Mola wako? Kwa nini isiwe mwanzo wako mpya wa kumwelekea Mola tabaraka wa taala? Ndugu zangu ni katika imani, leo nipo nazungumza na nyinyi, kesho huenda nisikwepo. Leo upo unanisikiza, kesho huenda usikwepo. Wallahi, wakati huu ndio wakati wetu wa kumrejea kwa Mola tabaraka wa taala. Hii ni wakati muhimu wa kutubia makosa yetu kwa Mola tabaraka wa taala. Hii ni mwezi muhimu wa kwenda kuyastakia matakwa yako na matatizo yako kwa Mola wako subhanahu wa taala. Tusikubali kuipoteza hata dakika kidogo. Faya man adaa al-awqata fil laghwi wal lahwi, nataka nizungumze na wewe, tunataka tuzungumze na wewe
ewe ambaye unakuwa ni mwenye kupoteza wakati wako, unapoteza katika mwezi huu kwa mchezo yasiyokuwa na faida. Ya man shaghalahu shashatu walmajalasatu anil Qur'ani, ewe ambaye ukashughulishwa na vitu vya upuzi yakawa ni yenye kukushughulisha, kutokana na vikao vya dhikri, kutokana na vikao vya da'wa, kutokana na vikao vya Qur'an wa taati, na mambo ya upuzi yakawa ni yenye kukushughulisha kutokana na taa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mchana mzima umefunga, umeshinda njaa, umeshinda kiu, lakini pamoja na hiyo kazi yako ni kuwasengenya Waislamu, kazi yako ni kuwasema Waislamu, kazi yako ni kumshusha Muislamu. Ni funga ipi utakuwa nayo? Asema Rasul, kunaye hapo huenda mtu ambaye amefunga funga yake haiwi isipokuwa njaa na kiu peke yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu anafunga huku akiwashukisha Waislamu hadhi zao, amefunga huku akiwasengenya Waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu, isitushughulishe mambo ya upuzi kutokana na taa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ebu fikiria, mchana mzima umeshinda njaa, mchana mzima umeshinda kiu, lakini asubuhi ilipofika wewe unakwenda kuchukua mokoka yako, wakati wa kurejea kwa Mola, wakati watu wanasali tarawih, wakati watu wanasikiza kisomo nzuri ya Qur'an, wewe umechukua mokoka yako, umeegea ukuta, umeanza kuchonga, umeanza kutafuna mirungi yako. Alafu ikifika saa 10 ukasikia adhana ya kwanza imeadhiniwa, unakimbilia sufuria, unapakua chakula yako, umekula, umeshiba. Mchana mzima unakuwa ni mwenye kulala, ibada hakuna. Naam, mdomo hautauja usugua vizuri. Asubuhi tunaona vitu vimebaki ndani ya mdomo wako. Ama mwingine, dakika za mwisho ambazo ni bora, dakika za mwisho, Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba wakati bora wa kula suhur, yani kula daku, ni wakati wa mwisho. Imefika, anaangalia imefika dakika ngapi? Dakika 25. Sikufikia 30 ndio mwisho, imebaki dakika 2. Hizo dakika 2 amewasha fegi yake. Kesho asiwe anashikwa na tamaa ya fegi, amewakisha, amepiga pafu zake kadhaa, alafu anamkia hiyo. Wakati wa baraka wewe unakuwa ni mwenye kufanya na jambo la haramu. Ndugu zanguni, kwa nini Ramadhani hii isiwe ni Ramadhani ambayo inasababisha wewe kuacha mira yako? Isiwe ni Ramadhani ya wewe kuacha hizo fegi zako, hazikusaidii, isipokuwa inakuwa ni yenye kukuletea madhara. Allah anasema, wala tuhliku anfusakum innahu kana bikum rahima, na msiwe ni wenye kuangamiza nafsi zenu, hakika ya Mola tabaraka wa taala anakuwa na huruma kwenu. Ramadhani hii iwe ni yenye kukubadilisha na isiwe ni yenye kukupeleka mbali na Mola wako tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، فبادروا رحمكم الله إلى الأعمال الصالحات. Ndugu zanguni katika iman, Allah wahurumie, Allah wape fadla ya mwezi huu, Allah awasamehe madhambi yenu katika mwezi huu. Tuwe ni wenye kukimilia katika kutenda matendo mazuri. 10 ya mvunga hii ishapita, tulibakisha 12 ambaye ni 10 ya katikati, ambaye na 10 ya mwisho. Wanavioni au iko hadithi iliyokuja, ingawa wanavioni wanasema ni katika hadithi dhaifu, lakini wanavioni wengine wanasema faida yake tunaweza tukaichukua katika hadithi hile, ni kwamba ni hadithi inayosema 10 ya kwanza ya Ramadhan ni rahma,
yani kutakuwa na huruma ya Allah. 10 ya pili ni maghfira, na 10 ya tatu ni itqu minan nar, ni watu kuepushwa na moto wa Jahannam. Ni kwamba katika hizo 10 zote, wanavyoni wengine wanasema Ramadhani nzima ipo ndani yake rahma, ipo ndani yake maghfira, ipo ndani yake itqu minan nar. Mwezi huu umekusanya vitu hivyo vyote. Tuwe ni wenye kukaribia kwa Mola wetu, tuwe ni wenye kukaribia kwa Mola wetu kwa ibada. Wasabiqu ila alkhairat, tuwe ni wenye kukimbilia katika khairi katika siku hayo iliyobakia. Waj'alu liawqatikum nasiban min alqur'ani wa nasiban min aldhikri wa nasiban min alilmi wa nasiban min albirri alwalidaini wa silatul arham. Tuifanye 10 zilizobaki au 20 zilizobakia iwe ni sehemu ya sisi kurejea Mola kwa Mola wetu, iwe ni sehemu ya sisi kusikiza halakati za dhikri, iwe ni sehemu ya sisi kuwa ni wenye kusoma Qur'ani, iwe ni sehemu ya sisi kurudi kwa Mola wetu, tukawa ni wenye kusoma dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wengine hatujui kuswali, wengi wanaoswali hapa hawajui kuswali, wengi wa vijana wanaoswali hapa hawajui kuswali, wanakuwa ni wenye kuja wengine hata hali ya kuwa wao sio tahara. Rabbal Kaaba, wengine wanakuwa ni wenye kusimama, ni wenye kukojoa. Wengine tunawaona na macho yetu wenyewe, mtu amesimama amekojoa kwa kusimama, alafu akafanya hivyo hiyo kidude yake, baada ya pale amerudisha ndani, dakika 10 baadaye yuko msikitini ametawadhi na anaingia msikitini anaswali. Hafahamu kama hii ni najis. Mwingine anakuja hapa hata suratul Fatiha haifahamu, hajui hata suratul Fatiha ni ibada gani unakusali kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Chukua wakati huu kumjua Mola Tabaraka wa Ta'ala, chukua wakati huu kujua ibada yako, japo hata namna ya kumuabudu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, kwa nini vijana hawi ni mwenye kuenda kutongoza moja kwa moja mpaka uwe ni mwenye kutafuta tactics kwa ndugu yako au rafiki yako? Kijana atakuja atakwambia, nimesikia huyu mrembo ni geti kali, nitafanyaje kumfikia? Hebu nisaidie. Wewe pengine ndio ulipata degree ya kutongoza, alafu huyu anampatia njia za kufikia, anamwambia hiyo ni mambo rahisi, fanya ABCD. Kwa nini usitafute formula? Kwa nini usitafute procedure ya kwenda kumbembeleza Mola huyu aweze kukusikiza? Ni wanaojua Mola ndio hatua nayo? Ni wanaoelewa ibada ndio hawako? Au ni wakati ndio haupo? Kwa nini tunajisahau ndugu zanguni? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Muwe ni wenye kukimbilia kwa maghfira ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, tuwe ni wenye kushindana kwa ibada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu, na janna ya Mola Tabaraka wa Ta'ala ambayo mfano wa ukubwa wake ni mfano wa ukubwa wa ardhi na mbingu. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah anasema, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu, tanzur nafsun, na nafsi iwe ni yenye kuangalia, iwe ni yenye kuzingatia, ma qaddamat lighadin, kwa yale ambayo imekuwa ni yenye kupitisha kwa ajili ya kukutana kwa na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, asema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa, wazinu a'malakum kabla an tuzinu, na mweke mizani matendo yenu kabla haikuwi ni yenye kupimwa. Tukimalizia ndugu zangu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ta'ala wa arda asema kwamba irtahalatid dunya mudbiratan, dunia imetupa migongo, wartahalatil akhiratu muqbilatan, na akhira imekuwa ni yenye kukaribia, walikullin wahidin minhuma banun, na kila sehemu au kila mmoja katika dunia na akhira iko na watoto. Kunu min abna'il akhirah, kuweni watoto wa akhira, wala takunu min abna'id dunya, na wala msiwe ni wenye kuwa watoto wa dunia.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, ma nadimtu ala shay'in, hakuna kitu ambacho nimekuwa ni mwenye kujutia, nadmi ala yawmin gharabat shamsu, hakuna kitu ambacho nimejutia kama vile nilivyojutia asubuhi nikaamka jua ikachomoza, fihi ajali naqasa fihi ajali yangu imekuwa ni yenye kukaribia, yani mauti imekaribia, umri yake umekuwa ni wenye kupungua. Walam yazdad fihi amali, na asema haiwi ni wenye kuongezeka matendo yako. Asema Ibn Mas'ud kwamba hakuna kitu ambacho anakijutia kama vile siku imefika, kumepambauka, alafu yeye anaamka hali ya kuwa siku hiyo inaisha, hakuongeza hata chembe ya ibada, hakupata nyongeza ya kuongezewa katika daftari yake, hajapata njia ya ukaribu wa kumkurubia Mola wake. Anasema hicho ndicho kitu ambacho ninajutia zaidi, na yapaswa mimi na wewe tuwe ni wenye kujutia zaidi. Ndugu zanguni, iwapo tuko na shaka na wakati ambayo tuliopo, tumefunga Ramadhani ngapi na ni wangapi tuliokuwa nao? Ibadallah, inna Allaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna haythu qala